hii na wenyewe kuwa wa kipekee. Lakini ni kwenye ubunifu. Tumeshafanya Simba Day sokoni, tumeshafanya stendi, tumeshafanya barabarani. Sasa safari hii tunakwenda kufanya ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, chini kwenye kreta. Kama mnafahamu kreta, nyote mmepita kidogo skuli, mnaifahamu kreta. Kreta ni shimo ambalo linatokea baada ya mlima kuzama wa volkano na kuacha shimo kubwa. Sasa hilo shimo la namna hiyo lipo bwana, mbona taa yako nazimika na nikata sana bwana Unaona sasa isike jipangeni mkisikia kuna press ya Simba taa haiwezi kuwa shilingi 3200, lazima itazimika tu. Kwa hiyo ni eneo la kipekee sana, ni urithi wa dunia, ni eneo la urithi wa kitamaduni, ni eneo ambalo ukitazama tu lile shimo peke yake ni jambo la kipekee, lakini maajabu ambayo yako chini kule Ngorongoro ndio kuna upekee wa hali ya juu mno. Tukasema kutokana na upekee na uspecial wa klabu ya Simba tunastahili kwenda kufanya uzinduzi wa wiki yetu ya Simba Day kwenye eneo pekee kabisa, exclusivity la Ngorongoro. Baada ya kujiridhisha hilo, tukasema acheni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba katika eneo hili la hifadhi ya Ngorongoro. Kila mmoja baada ya kusikia hili kuna namna ambavyo amesisimka, kuna namna ambavyo amepata hamu ya kushiriki tukio hilo. Sasa hiyo hamu yako uliyokuwa nayo ndio sisi tunayoitaka twende nayo Ngorongoro, na wewe uende ukashuhudie kwanza maajabu ya Ngorongoro, lakini maajabu ya Simba kwenda Ngorongoro, lakini maajabu ambayo yanakwenda kufanyika katika uzinduzi huu wa wiki ya Simba. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Simba Sports, hili ni tukio la kihistoria sana, haitakuja kujirudia kwa miaka hivi karibuni. Na of course lazima ushangilie timu ambayo inakufungulia dunia, inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo hakuna timu nyingine inaweza kukupeleka, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambazo ulikuwa unatamani kwenda kufika, ama inakupa nafasi ya kwenda sehemu ambayo ina mvuto wa hali ya juu. Hii leo ukiingia kreta ya Ngorongoro, ukitoka, yani kila mtu huku uraiani unakuwa unamuona wa kawaida sana, sababu umefanikiwa kuingia Ngorongoro. Sio kila mtu anaingia Ngorongoro, ni mpaka uwe dedicated ama uwe shabiki wa Simba Sports Club. Ndio maana tukasema safari hii, wanangu wa Simba, twendeni tukafanye uzinduzi wa wiki ya Simba huko Ngorongoro. Ndugu zanguni, naweza msinielewe sana, lakini tukienda Ngorongoro mtanielewa kwa nini Simba tumechagua huko. Lakini wacha niwapitishe maajabu machache sana ambayo hata wewe utaona kweli Simba amefanya jambo la maana kwenda Ngorongoro, na wewe utashawishika kuungana nasi kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Ngorongoro ni kivutio cha maajabu sana chenye wanyama wengi kweli kweli, sanjari na simba wengi kweli kweli. Ndio eneo pekee ambalo lina mkusanyiko mkubwa wa simba kuliko sehemu yoyote ile Afrika na duniani kwa ujumla. Sehemu kama hii unaachaje kwenda? Yaani ukiingia tu Ngorongoro unakutana na simba kibao, unakutana nao, mnapishana nao barabarani, na tutaenda kuwaona siku hiyo tarehe 1 kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba. Lakini kwenye hifadhi hii ya Ngorongoro ndipo kuna fuvu la mwanadamu wa kale kabisa linapatikana Ngorongoro, na mkienda mtaliona, mshuhudie maajabu ya Ngorongoro. Nyayo za watu wa kale zinapatikana Ngorongoro. Ndugu zanguni, nimeziona kwa macho, na nyinyi nitawachukua tarehe 1 mwende mkaone kwa macho. Lakini kuna ajabu kubwa ambalo limenishangaza zaidi. Ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kuna mchanga unaotembea, wenyewe wanaita shifting sand. Umekaa namna hii huo mchanga, kila siku unahama hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mwaka unahama, nimesahau zile mita zake,
lakini unahama. Kwa hiyo ukikaa juu ya huo mchanga unaweza ukajikuta umefika Venezuela, lakini uwe mvumilivu, kwa sababu unakwenda taratibu mno, yani taratibu mno, inaitwa shifting sand. Kwa hiyo kama una uvumilivu utakaa hapo kwa miaka 60 umehama kama mita ngapi tu hivi. Kwa hiyo uwe mvumilivu, utafika mbali, lakini unahama huo mchanga, upo Ngorongoro. Sasa sehemu kama hiyo, ndugu yangu, mwana Simba, unaachaje kwenda? Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kualika wana Simba wote wa Tanzania, twendeni Ngorongoro, twende tukashuhudie uzinduzi wa wiki ya Simba. Tunaenda Ngorongoro kwa sababu ya kuipa hadhi hifadhi hii. Ni hifadhi yenye maajabu mengi ambayo nimeyataja tu hapo kwa haraka haraka, mtakwenda kuyaona wenyewe kwa muda ukifika, lakini vile vile kuipa upekee tukio letu hili la uzinduzi wa wiki ya Simba. Kwa hiyo utaratibu wa kwenda Ngorongoro ni kama ifuatavyo. Tutaondoka Dar es Salaam usiku wa tarehe 30, moja kwa moja tutaelekea mpaka Karatu, lakini tutapitia Arusha, tutawapitia wanasimba wenzetu, na baada hapo tutaingia Karatu mchana wa tarehe 31. Na kwa nini tunataka kuingia mchana wa tarehe 31? Kwa sababu tunataka kufanya paredi tukiwa pale Karatu. Sasa tukiingia usiku tutashindwa kufanya paredi, ama utafanya paredi na vibwengo. Kwa hiyo ni bora tukaingia mchana ili tufanye paredi watu wote wakiwa wanatuona. Kwa mantiki hiyo ni kwamba tutasafiri na makombe yetu yote ya msimu huu, tutakwenda nayo mpaka Karatu, twende tukafanye paredi na wanakaratu na wenyewe washuhudie mafanikio ya mnyama. Tutafika Karatu majira ya mchana, tutazunguka Karatu yote ile kwa kufanya paredi. Baada hapo wanasimba tutasambaana. Baada ya kusambaana, usiku huo wa tarehe 31 tutakutana sehemu inayoitwa Sparrow Lodge. Hapo kutakuwa na mkesha wa Simba Day. Wana Simba wote wa Arusha, wote wa Karatu, wa Dar es Salaam, wa Musoma wa Mara, wa Mwanza, na wote ambao watakuja Karatu kwa ajili ya safari ya kwenda Ngorongoro, hakutakuwa na kulala siku hiyo. Siku hiyo wana Simba wote tutakwenda kwenye mkesha. Tutafika hapo, tutaingia hapo Sparrow Lounge majira ya saa 2 saa 3. Kutakuwa kuna vyakula, kuna vinywaji na kuna vinywaji. Mmenielewa hapo eh? Kuna vinywaji na vinywaji. Kwa vote vitapatikana hapo. Kutakuwa kuna nyama choma, kutakuwa kuna mziki, kutakuwa kuna live band na kutakuwa kuna disco. Wewe mwenyewe unachagua unataka kwenda kukaa eneo gani ili uitafute asubuhi yako hapo. Kwa ndugu yangu Mwakitalima, budget ya kulala usiiweke Karatu. Karatu siku hiyo tutalala Sparrow Lounge. Tunakesha hapo kuanzia muda tumefika mpaka asubuhi yake tunapokwenda Ngorongoro. Watu watajilipua vibaya mno. Ikifika saa 5:59 kuelekea saa 6 ya kuingia tarehe 1, tutapiga mafataki kukaribisha mwaka mpya wa Simba Sports Club. Tutapiga mafataki hapo kwa muda wa nusu saa. Kama una shida masikio usikae karibu yetu, tutakupofua ngoma ya masikio. Tutapiga mafataki usiku kucha kuashiria na kuitangazia dunia kwamba tarehe mpya, mwaka mpya wa Simba Sports Club unaanza rasmi tarehe 1 ya mwezi wa 8. Tutakesha hapo. Tumegawanya maeneo ya pale Sparrow katika maeneo 4. Kuna eneo la nje ambalo hilo litakuwa ni free boat. Unaingia unavyotaka, utapata vinywaji hapo, vyakula, nyama choma na muziki utakuwepo hapo nje na mafataki yatapigiwa hapo nje. Kuna eneo la ndani ambalo hapo kutakuwa kuna live band. Wale wazee wa live band inapatikana hapo, vinywaji na vyakula kama kawaida. Alafu kuna disco kwa ndani kidogo hivi, wale wazee wa disco dance.
Ndugu zanguni, utakuwa ni mkesha wa maajabu sana, utakuwa ni mkesha wa hatari mno, utakuwa ni mkesha wa viwango vya juu kweli kweli. Ni mkesha ambao utaacha historia kwa wanasimba, itaacha historia kubwa kwa wakazi wa Karatu. Tukimaliza mkesha wetu asubuhi saa 12, wanasimba wote tunaingia kwenye magari yetu, safari ya kuelekea Kreta kwenda kushuhudia uzinduzi wa wiki ya Simba. Tunaondoka mapema ili tuwahi kufika kule chini, lakini vile vile tuwakute wanyama ndio wanaamka. Unajua ile asubuhi wananyosha nyosha na viungo. Ukienda mchana jua kali unakuta na nyoa wamejificha kwenye vivuli. Kwa hiyo tunakwenda mchana mapema asubuhi ili tuwakute, tuonane na wanyama, na tukifanikiwa kuingia Kreta moja kwa moja tutaelekea kwenye eneo linaloitwa Ngoitoktok, ambapo hapo ndipo tutafanyia uzinduzi wetu wa wiki ya Simba. Pembezoni mwa eneo hilo la Ngoitoktok kuna bwawa la viboko. Kwa hiyo tunafanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapa, pembezoni kuna viboko wanaendelea na shughuli za. Ukijichanganya ukaingia kwenye bwawa walete. Sijui tumeelewana eh? Ukijichanganya ukaleta mbwembwe kwa watu kwenye bwawa, sisi hapa tunapiga tu rest in peace, shughuli imeisha hapo. Kiboko watu kuacha salama. Kwa hiyo cheza kwa step. Tutafanya uzinduzi wetu hapo ya wiki ya Simba, ambapo tutakuwa na viongozi mbalimbali kutoka Simba Sports Club, tutakuwa na viongozi kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, tutakuwa na matangazo kadha wa kadha. Wasanii wa Simba Day watatangazwa hapo kupitia tamasha hilo, na kutakuwa kuna surprise kadha wa kadha mpaka tunafikia tamati ya tamasha letu. Baada ya hapo tutarejea tena kwenye magari yetu, tutazunguka kidogo maeneo ya Kreta kule chini, tutaangalia wanyama kwa kujinafasi, na baada hapo tutarejea tena juu Karatu. Watu watapumzika kidogo, watafanya after party, na ikifika majira ya jioni saa 2 saa 1 fulani hivi itakuwa ni safari ya kurejea tena Dar es Salaam tukiwa tumekamilisha uzinduzi wa wiki ya Simba. Namna ya kufika Karatu. Kila eneo lina utaratibu wake wa namna ya kufika Karatu, na viongozi wote wa mikoa, viongozi wa wilaya na viongozi wa matawi tumeshatoa maelekezo namna gani wanaweza wakajikusanya kwa pamoja na kuwapeleka watu wao Karatu. Kwa upande wa Dar es Salaam, tutakuwa na usafiri wa pamoja wa kuondoka pamoja kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea mpaka Ngorongoro, mpaka Karatu na hatimaye Ngorongoro. Kama ambavyo tumesema, sehemu hii ni ya kihistoria, sehemu hii ni ya kimaajabu, ni sehemu kubwa yenye hadhi na wasifu mkubwa kweli kweli, na kwa mantiki hiyo basi tukasema kila mwanasimba ambaye atawiwa kutaka kwenda Ngorongoro basi na yeye achangie kidogo, na Simba Sports Club itamchangia na Ngorongoro itasaidia hapo, ili mwanasimba huyu aweze kutimiza lengo lake la kwenda Ngorongoro. Miaka 2 huko nyuma tulikwenda Morogoro bure, hakuna mtu ambaye alilipia chochote. Tukaenda Mafinga bure, hakuna ambaye mtu alilipia chochote, lakini kutokana na uspecial wa Ngorongoro, ukubwa wa Ngorongoro, tukiamini ya kwamba kila mtu ana shauku na hamu ya kwenda Ngorongoro, tukifanya kuwa bure itatuletea tabu kwenye kudhibiti na kumanage watu. Na kwa mantiki hiyo basi tukasema acha tuweke walau kakiingilio ama nauli kidogo tu, ili kila mtu ahisi kuwajibika, na yule ambaye atawiwa atakuwa na uwezo basi aweze kuchangia na yeye aende Ngorongoro.
nauli ya kutoka Dar es Salaam kikawaida hadi Karatu 60,000 kwenda 60,000 kurudi. Manake kwenda tu Karatu peke yake mtu mmoja anatakiwa kulipa nauli 60,000. Hapo hajatoka Karatu kwenda Ngorongoro. Lakini safari ya mtu mmoja tu kwenda Ngorongoro peke yake, akitaka kwenda Ngorongoro anatakiwa kulipa shilingi 2,250. Huyo manake atalipa hiyo 2,250, mwingine atalipa 2,250, ndio mtakodi gari ambayo inaingiza watu 7. Kwa hiyo gharama ya mtu mmoja tu minimum kwenda Ngorongoro ni shilingi 2,250, ambayo inahusisha nauli, inahusisha kiingilio cha kulipa pale Ngorongoro na gari ambalo watakuwa wanatu